ndio wanasikia hata kahubiri kwenye redio kanahubiri. Kwa hiyo anayeokoka huyo tayari ni wa kwako. Kwa unajikuta kwenye ukoo mmekuwa 10, mmekuwa 5, mmekuwa 3, na nyie mnaanzisha kaumoja kenu, mnakuwa mnaandana sadaka kila mwaka. Mmekuwa 2, mnakuwa mnaandaa mkutano wenu 2, mnaandaa maombi yenu, mnakutana kwamba sasa tuliochanganyikiwa tuko 5 kwenye ukoo, lakini lazima awe mtu mmoja ameanza kutoa sadaka. Nataka tumalizie hapo katika Waebrania. Inasemaje? Naye alipokwisha ukamilishwa, mstari wa 9. Unapoona hata sisi tunakuombea unapona, usikili tu tumeanza hivi. Yako mambo mengi, yaani ili uwe sababu ya wokovu, kuna mahali, yaani uwe sababu ya watu kuokoka, uwe sababu ya watu kupona, uwe sababu ya watu kutokulogwa, uwe sababu ya kwamba mtu akija kwako anakuwa salama. Vita yako sio ndogo. Daudi anamwambia mtu kwamba anayetafuta roho yako, ambia anayetafuta roho yangu, fuatana nami utakuwa salama. Huko anatafutwa. Kwa hiyo tunataka turudi katika mambo machache hapa. Mungu haachi watu, ila watu humwacha Mungu mambo yanapokuwa magumu au yanapokuwa mazuri. Maeneo mawili haya. Mambo yakiwa magumu, watu wengi humwacha Mungu, na watu wengi akifanikiwa sana humwacha Mungu. Acha nikuonyeshe hiyo upate kuelewa, upate ufahamu. Kwa hiyo Pasaka sio kula na kunywa, ni kujiangalia. Nataka niwe sababu ya wokovu kwa mume wangu, kwa mke wangu. Niwe sababu ya kwamba wachawi wakija wasiweze, kwa sababu mimi nipo. Usikili ni mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9 unasema akawa sababu ya nini? Sababu